wapo wanaodanganya, najua wengine wanapitisha message, achaneni nazo. Na hata mtu akikupa hela wala hata usiwe na mashaka, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni, mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutwa. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sivyo nilivyosema? Lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia, mimi niliacha makusudi. Niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele. Na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni 50 ipo na nitaongezea katika ile nitaongezea milioni 10. Kwa na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe 2 nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyie. Bwana mwanafamilia wa Data Sports, hizi ni nyakati nzuri za kujuzana taarifa mbalimbali za michezo na burudani. Lakini taarifa kubwa ni kwamba Young Africans, benchi la ufundi, wachezaji, mashabiki wote wako Tabora kwa ajili ya mchezo. Lakini iko taarifa kubwa kuelekea kwenye mchezo. John Chacha, Paulo Chacha, unaona vizuri kwa mkoa wa Tabora. Paulo Chacha katupa mpya. Chacha ameukosea kama si kutusi mpira wa miguu. Mpira wa miguu. Unaelewa vizuri tuweke nukta kwanza. Paulo Chacha ameukosea kama si kutusi ndio mpira wa miguu. Afu unaweka nukta kwanza. Unaelewa vizuri Hoja iko hivi. Nisikilize vizuri. Niko na wewe sisi. Mkuu wa mkoa ni nani? Umeelewa Mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa sana huyu. Unaona vizuri? Anasimama kwa niaba ya rais kwenye mkoa husika. Hivyo kauli yake ina uzito na mamlaka makubwa sana. Sio, unanielewa vizuri sana. Umeelewa maana ya mkuu wa mkoa? Nimeielewa vizuri. Ama nirudie tena? Hamna haja. Hamna haja. Inaeleweka nakuja. Kwenye ile video yake ambayo tumepata kuisikiliza hapo iliyopita ile. Umeelewa vizuri Sijaelewa baadhi ya kauli zake mpaka leo. Najiuliza kwa nini ameongea hivi mkuu wa mkoa? Kiongozi mkubwa. Yaani kiongozi mkubwa mwenye mamlaka ya mkoa. Kwa nini amezungumza hivi? Nanukuu. Hapo ndo penye. Nanukuu. Bwana Chacha amesema najua kuna watu wanapitisha message na wala mtu akikupa hela usiwe na mashaka. Wewe chukua kisha endelea na kazi yako. Mkuu wa mkoa amemaanisha rushwa. Si umeelewa vizuri kwenye mpira wetu. Ameihalalisha. Amezungumza rushwa na kuihalalisha kwamba itumike. Sasa maswali ambayo unajiuliza mimi Nicholas John, Cisco J, Mwamba kutoka Morogoro, viko vingi najiuliza. Nasema hii kauli nzito sana. Mkuu wa mkoa anaonyesha wazi Yanga wanatoa rushwa, si ndio? Lakini mbaya zaidi anayahalalisha watu wachukue rushwa na sio kuzuia rushwa. Umeelewa? Niko na wewe Cisco. Ni mbaya sana ndugu yangu. Wako wapi TAKUKURU? Ndio swali ambalo najiuliza. Swali la kwanza. Swali la pili nakuuliza wewe sasa. Ndio. Ni kweli ligi yetu inaendeshwa na rushwa? Hapana. Umeelewa vizuri Nasemaje? Mkuu wa mkoa anasimama kwa niaba ya rais. How comes leo anawahimiza watu wachukue rushwa badala ya kuzuia na kupambana na rushwa? Hebu nijibu wewe. Mheshimiwa Paulo Chacha, umetupa story nyingine mpya na ambayo inaanza kutupa mashaka kuhusiana na klabu ya Young Africans. Japokuwa ni swala ambalo kisheria Yanga wakiamua kukushtaki unaweza kujikuta pabaya sana. Jambo la kwanza kabisa Cisco ambalo tunapaswa kulizungumza hapa. Cisco, taasisi zetu za mpira zinapaswa kuangalia namna gani ya kuepusha hawa viongozi wa siasa katika mpira wetu. Wasifungamane na mpira wetu. Wasifungamane kabisa katika mpira wetu. Alichokizungumza Mheshimiwa Paulo Chacha amezungumza kwa hisia na sio taaluma yake ya uongozi. Si unanielewa vizuri? Unamkumbuka vizuri Saidi Mtanda, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Unakumbuka Yanga ilipenda kucheza dhidi ya Pamba? Kauli zake tu zilikuonesha huyu ni kiongozi. Aliamua kujiweka pembeni, ni kama mtu ambaye
hataki kujishughulisha na kitu chochote. Leo mkuu wa mkoa, kiongozi mkubwa kwenye serikali ya mkoa, unazungumza maneno ambayo yanaashiria rushwa katika mpira wetu. Yule ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa. Inatupa mashaka sana sisi tunafuatilia mpira. So jambo la kwanza ambalo mimi nimelinoti, tuanze na kauli ya kwanza kuhusu fedha ambazo yeye amesema wanapewa, si ndio? Wanapitisha. Nyinyi zipokeeni, nyinyi zipokeeni. Maana yake ni kwamba mkuu wa mkoa amehalalisha rushwa, lakini pia amezungumzia rushwa. Hapa na kustupisha kidogo. Mkuu wa mkoa yeye ndiyo kama rais kwenye mkoa wake. Jambo la kwanza. Umeelewa vizuri? Tafsiri yake vyombo vyote vya ulinzi na usalama viko chini yake. Kwa hiyo mkuu wa mkoa anatuonyesha kwamba wakachakata kwenye vyombo vyao vya ulinzi na usalama, wakabaini Yanga anapenyeza rushwa na lupia kwa watu. Unaelewa vizuri? Na amewaambia wachezaji wazichukue. Yaani rushwa imehalalishwa Tabora. Unajua Cisco, mimi ninachoamini mkuu wa mkoa ni mtu ambaye ameaminiwa na rais. Walikuwepo wengi sana pengine wanahitaji nyadhifa kama ile alionayo. Na anajua mengi kuzidi sisi ambao tupo huku kwenye media. Maana ya kwamba yani anataka kutuaminisha kwamba hivi tunavokaga kuuchambua mpira kwa sifia Young Africans au kuwakosoa pale wanapofanya vibaya, kumbe Yanga hizi mechi zote ambazo Yanga anacheza huwa anacheza kwa kupitia rushwa au fedha kidogo kidogo anazozitoa. Kwa mujibu alichokizungumza. Kwa sababu sitaki kuamini eti alichokizungumza hicho hakuzungumza ajui nini anazungumza. Ni mambo ambayo pengine alishawahi kuyaona yanafanyika nyuma, na labda sio mara ya kwanza kwa Young Africans kufanya hivyo wakati wanaenda kucheza kwenye mechi kama hizi. Hiyo ni kashfa ya rushwa unaipa timu kubwa kama Young Africans. Wana haki ya kukufungulia mashtaka. Na unaiharibu brand ya Yanga. Brand nzima. Taswira ya Yanga. Young Africans nyuma yake kuna mashabiki zaidi ya milioni 30. Na maisha ya watu wengi sana wanaoishi kupitia jina la Young Africans. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo tumeanza kuingiwa na wasiwasi sasa. Kwamba ni kweli Young Africans wanashinda kupitia hizo fedha ndogo ndogo wanazowapa wachezaji. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni mamlaka za mpira wa miguu. Hili wameshalitazama. Wameshalisikia hili. Ni hatari kwenye soka letu sisi. Ni hatari sana kwenye soka letu. Ni kauli ambayo unaweza kaichukulia kwa uwepesi sana, lakini ni kubwa sana kwenye soka letu. That's why mimi ni fly sana Alikamwe alivyo respond kwa mheshimiwa. Hakutakiwa kurespondi kwa discipline kubwa sana. Hapana. Ni mtu ambaye kashawachafua kama brand. Ukiwa kama msemaji una haki ya kulinda brand ya organization ambayo unaifanyia kazi. Lazima umjibu kile anachostahili kujibiwa. Sio, unanielewa vizuri? Kuna watu walimind kwa nini Alikamwe anamjibu vile kiongozi? Kama kiongozi yeye alishindwa kuheshimu klabu ambayo ina mioyo ya wanatabora pia na waongoza. Si wote Tabora United. Si wote Tabora United ndio. Kuna mioyo ya Tabora iko Young Africans, na ndio maana Yanga ilipokelewa na watu wengi. Umeelewa vizuri? Sasa wale watu wa mkoa wako wenyewe baadhi yao umejeruhi mioyo yao kwamba timu yenu ina rushwa, timu yenu ni ya ovyo. Si ndio maana yake? Sasa kwa nini watu wanakuja kuhoji mkuu wa mkoa kuambiwa kuvaa shati la ubatizo? Ubatizo kitu cha kawaida. Kama John Chacha ni Mkristo amebatizwa, ajifunie hilo. Kwa sababu kubatizwa kwa sisi wa Kristo unajiona wewe ni ni Mkristo haswa. Sasa wewe Mkristo ni lazima ubatizwe. Sasa kibaya kiko wapi? Na hiyo ndio kanuni ya imani ya watu wanaoamini katika Ukristo. Kwa hiyo nafikiri amewadhalilisha Yanga kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Sasa hapo najua una mengi ya kuzungumza. Nisije nikasahau. Nina kauli ya pili pia ya bwana huyu Chacha, mkuu wa mkoa. Ambayo binafsi na mimi naitafakari mpaka sasa. Chacha amesema, mena vizuri niko na wewe Cisco. Mzee ametupa mapya huyu. Yanga wamekuja na kiherehere. I say. Mena vizuri, Yanga wamekuja na kiherehere. Sasa najiuliza maswali. Hapa napo nimepata mashaka makuu. Unajua kwa nini nimepata mashaka? Sawa. Mkuu wa mkoa anatakiwa kuwapokea wageni wote. Mena vizuri? Kwa usawa na kauli nzuri. Sawa. Maana ujio wa Yanga unakwenda kuongeza pato kwenye mkoa wake. Umeona vizuri? Watu wengi watasafiri kwenda Tabora kutazama mechi. Hivyo mama ntirie wa Tabora watauza chakula. Umeona vizuri? Boda boda watabeba watu. Umeona vizuri? Wauza maji. Sio, unanielewa vizuri? Niko na wewe Cisco. Watatengeneza hela pia. Nyumba za wageni zitapata wateja. Sio, unanielewa vizuri? Niko na wewe Cisco. Tabora inanufaika na ujio wa Yanga.
Sasa hapa kiherehele kiko wapi ambacho anachokizungumza mkuu wa mkoa wa Tabora? Kwamba Yanga amekuja na kiherehele. Kwa kumalizia hapa. Kwa mbali sasa naanza kuliona sakata la mkuu wa mkoa wa Mwanza na Simba. Nadhani wakuu wa mikoa, mnaelewa vizuri Florence, niko na wewe. Nadhani wakuu wa mikoa wanatakiwa kuwekewa, mnaelewa vizuri kanuni. Sio wakuu wa mikoa, viongozi ambao wanahusiana na mpira, yani wawekewe kanuni hapo. Wakae pembeni na hizi Simba na Yanga. Kwa sababu ngoja nikuulize swali moja. Sawa. Kule Tabora wanakwenda kucheza ni Simba na Yanga. Kwa nini haya yanafanyika anapokwenda Simba na Yanga? Anapokwenda Simba na Young Africans. Umeelewa vizuri? Maswali yako hapo. Yaani tunaanzia hapo. Kwa nini mkuu wa mkoa linapofika swala la Simba na Yanga, wewe ndio unaenda kwenye timu, unaenda kwa maslahi mapana ya mikoa yao? Inatakiwa iwe kanuni kwa hivi vilabu. Of course. Wewe kilabu labda huko sijui Ilinga. Umeelewa vizuri? Mkuu wa mkoa wenu adili na masuala yake. Achane na masuala ya mpira ya Simba na Yanga, yani kwa ajili ya maslahi mapana ya mkoa husika. Mimi naamini kuna watu wengi sana mkuu wa mkoa anaweza akawatumia kufikisha ujumbe wake. Sio lazima yeye aweze kufika. Very sure. Swala la Yanga wamekuja na kiherehele ni jambo ambalo I don't know, lakini naamini ukiwa kiongozi unapaswa kuwa makini sana kwa kile ambacho unakizungumza. Ile ni media, yani kila mtu atatafsiri kivyake. Ndio maana nikakwambia uongozi ni taaluma, yani uongozi ni taaluma. Kuna sifa za kusema huyu ni kiongozi bora. Ukishasema Yanga wamekuja na kiherehere, that's why toka mwanzo Sisco nikakwambia huyu mheshimiwa mimi namheshimu sana, ila kwenye hili swala kazungumza kwa hisia sana kuliko taaluma yake. Yaani aliweka taaluma yake pembeni akazungumza kwa hisia. Napata mashaka kama kweli ni shabiki wa Tabora. Kuanzia hapo napata mashaka sana kama kweli ni shabiki wa Tabora. Yes, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania unaweza kuwa shabiki wa Tabora lakini pia ni shabiki wa Simba au Yanga. Ile unaweza kuwa shabiki wa Yanga au Simba, sio shabiki wa Tabora United. Ukajikuta unazungumza kwa ajili ya Tabora lakini kumbe ndani yake kuna timu imekushika. Moja ya jambo ambalo viongozi wa siasa wanapaswa kufurahia kwa kiasi kikubwa ni uwepo wa timu za Simba na Yanga kwenye nchi yetu. Sio, unanielewa vizuri? Leo kiongozi wa huyu mkuu wa mkoa anapaswa kuwa proud of, kwa sababu ana timu inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Timu ambayo inawapa fursa Simba na Young Africans kwenda kwenye mkoa wao. Tabora wasingekuwa na timu Simba na Yanga wangeenda lini Tabora? Ni ngumu. Hawaendi. Si ndio? Mikoa mingapi natamani kuwa na timu zinazoshiriki ligi kuu mpaka huwa wanaomba zile michuano za FA, nikiwa na maana CRB Federation Cup, ziende zikachezwe kwao. Leo mkuu wa mkoa unapata nafasi. Sisi wenyewe nyumbani kwetu ni karibu mno Morogoro hapo. Umeelewa vizuri Mtibwa ametuangusha, ilianza Moro United ikatuangusha, ikaja Mtibwa ametuangusha. Tunatamani tu hata na timu twende hapo nyumbani Morogoro. Kwa mimi naamini kama ni kiongozi labda anataka kuwa influence Tabora United, kuna kauli ambazo alipaswa kuweza kuzizungumza kwa Tabora United, sio kuzungumza Yanga wana viherehere. Yanga hawakai Tabora, Yanga wanakaa Dar es Salaam. Yanga wanakwenda Tabora. Pengine nafikiri ni kwa mwaka 2025 ndo wameenda hii mara ya kwanza, si ndio? Wanaweza wasiende tena mkoani Tabora. Lazima uamini ya kwamba hii ni fursa. Kama kiongozi kuna nyanja tayari umeshazitengeneza kwamba bwana hawa watu wanakuja hapa ni leo na kesho watakaa. Lazima tujue namna gani ambavyo tutanufaika kiuchumi, si ndio? Huwa tunaona issue za mikoa inatoa takwimu za fedha ambazo wameingiza siju kwa mwezi na hivyo na hivyo. Wewe unatakiwa kuiona hii kama sehemu ya fursa. Ukishasema Yanga wana kiherehere, tayari unatengeneza uadui, jambo ambalo halipo kwenye mpira wetu wa miguu. Sisi tunaamini siku zote mpira ni sehemu ya maisha. Ndio maana nikakwambia sisi kutoka mwanzo, nyuma ya Yanga ile tunayoiona inacheza uwanjani, kuna maisha ya watu wengi sana yako nyuma. Nyuma ya hii Tabora kuna maisha ya watu wengi sana yako nyuma. Ndio maana hata ukirudi kidogo kwenye sakata la dabi ya Kariakoo, ndio nicho kwa nataka kukuelezea. Saidi kwa namna ambavyo jambo limefika angeweza kutumia busara kwamba ichezwe. Lakini shida walioko nyuma wenye timu yao na baadhi yao wametoka mbele kwa kumwambia engineer kwamba sisi tumekutuma kazi. Ndio hilo sasa. Wewe sio mwenye timu. Tumekupa dhamana usimamie taratibu na kanuni. Ukishindwa unasepa wewe, anakuja. Umeelewa vizuri? Tafsiri yake ni kwamba hizi timu nyuma zina mamilioni ya watu wengi sana. Sisco, watu wengi sana wanaishi kwa jina la Yanga. Lakini mbaya zaidi, umeelewa vizuri hatuharibu tu image ya Simba na Yanga ama image ya Yanga pekee. Tunaharibu image ya mpira wa Tanzania. Unaposema hivyo, umeelewa vizuri vyombo vya habari siku hizi tunasema ni globalization, utandawazi.
watu mataifa mengine wanaona, inaonekana wazi kwamba mpira wa Tanzania umetawaliwa na rushwa, mambo mengi sana, fitina na mambo ya aibu kwenye soka. Mambo mengi sana. Nafikiri mkuu wa mkoa angetupumzisha tu. Kwanza tumetoka kwenye sakata la dabi, halipo sawa mpaka sasa hivi. Mamlaka zenyewe zinazosimamia mpira zipo kwenye kesi. Yaani huyu naye anatuletea jambo lingine tena anatuwekea katikati. Mpira huu yaani ndio kama ingekuwa sakata labda ni la kiserikali, mfano ni nchi. Alafu unakuta rais wa nchi sio waziri wote wameshtakiwa. Tungeiomba jeshi kidogo. Tungesema yani ingekuwa ni nchi tungesema hebu jeshi chukueni nchi kwanza, tunyooke kwanza. Maana tunaona tunakoelekea sio sahihi. Sasa kwenye mpira nani atatusaidia? Tuende kuita shirikisho la mpira la Uganda lije lituongezee mpira wetu. Maana shirikisho letu na sisi lipo kwenye kesi. Ni jambo ambalo haliwezekani. Yaani mkuu wa mkoa alichokizungumza ni kama tayari ameshatengeneza uadui baina ya Yanga pamoja na Tabora United. That's why hata mchezo wenyewe tutakaoenda kuuona unaweza kuwa mchezo wa pressure kubwa sana. Na kama Tabora hawatoingia na discipline kwenye mchezo, watawaona Young Africans kama mbogo. Trust me Cisco. Yaani hizi ni hasira anazitengeneza kwenye kikosi cha Yanga. Mpaka leo tunazungumza hivi Cisco, watu wangapi wamejiandaa? Wafanya biashara wangapi wamejiandaa kwa ajili ya mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora? Bwana wengi mno. Ni wengi sana. Watu wengine wameshakopa huko kwenye maduka nini kwa ajili ya kupeleka biashara zao. Kuna mtu mpaka sasa hivi tayari labda ameshaingiza kiasi cha fedha hata ambacho hakuexpect kuweza kukiingiza sababu ya ujio wa Young Africans pale. Biashara yuko pale Tabora. Umeelewa vizuri? Kabla Yanga haijaenda mwaka mzima huu huenda hajawahi kufanya biashara kama alivyoifanya kwa siku 2-3. Tunakizungumza. Yaani nili expect kuona mkuu wa mkoa ajivunie. Anazungumza na watu wa Tabora kwamba tofauti na kuiona hii mechi tumieni kama fursa. Hebu nikuulize kitu kimoja. Mfano tu, au mfundishi mtu kuzungumza. Mfano Cisco, mimi ndio mkuu wa mkoa. Nasema kwanza tunawapongeza Young Africans kwa kuja, wamekuja kwa wingi, wameisaidia mkoa wetu, umeelewa vizuri, kupokea wageni hivyo. Mkoa wetu kwenye hizi siku ambazo Yanga wapo, uchumi wetu sasa unakwenda kuongezeka. Umeelewa vizuri? Lakini kwa sababu mimi ni mkuu wa mkoa wa Tabora, naomba ni support timu ya Tabora kuiongeza morali. Kaka ulikuwa wapi kugombea uongozi? Wana wadhamini wengi, wana fedha nyingi. Sasa mimi lazima nitetee mkoa wangu. Natoa milioni 60 kwa ajili ya kuifunga Young Africans. Kwa sababu wamekuja wamejipanga na sisi sio dhaifu. Sio wanyonge. Ila Yanga tunawahakikishia ulinzi na usalama. Mchezo uwe wa amani. Maana vizuri. Unabambuka wapi ngozi kwanza Yanga watafurahi kwa sababu umewatania lakini pia umewakaribisha. Siku nyingine na umewapa pia motisha ya kwamba kule kumbe umewekea dawa wachezaji wako. Ndio maana nikakwambia Cisco mimi nina mashaka sana kwa sababu alichokizungumza mkuu wa mkoa ni jambo la hisia. Ndio maana nikakwambia hivi, anaweza kawa kweli ni mshabiki wa Tabora lakini pia ni shabiki wa Simba au Young Africans. Anaweza kawa labda unajua ndio nikakwambia unaweza kawa shabiki wa Yanga na Simba usio shabiki wa Tabora. Hilo unaweza kawa shabiki wa Tabora lakini ni shabiki wa Yanga na ukajificha tu kwenye kivuli cha Tabora United lakini wewe ni shabiki wa Simba na Young Africans. Tayari umeshatengeneza uadui hapa katikati. Alichokizungumza mkuu wa mkoa pengine kinaweza kikawapa ugumu wachezaji wa klabu yake ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Young Africans. Totally lazima tuambiane ukweli. Quality players wa Yanga ni wakubwa kuzidi wa Tabora United. Discipline isipofanyika kwa Tabora watashuhudia kiama kwenye huo mchezo. Honestly, wanapaswa kuweza kuheshimu mchezo husika. Mkuu wa mkoa nafikiri hata yeye kuna sasa hivi kuna namna akiwa amekaa hivi anasema nimekosea. Yani kuna ile ukiwa unakaa hivi chini unasema hapa nimekosea. Hapa nimeteleza. Unajua ukizungumza Simba na Yanga umezungumza maisha ya watu wengi sana Cisco. Ndio maana kuna siku nilikwambia Cisco, hatuwezi kumaliza siku hatujezungumza Simba na ikitokea tu useme watu wote wanaoshabikia Simba na Yanga watoke ndani ya nchi ya Tanzania waende nchi nyingine, unajikuta nchi nzima inabaki na watu hata milioni 1 hawafiki. Hata milioni 1 hawafiki nchi nzima. Watu utakaobaki nao hata milioni 1 wanaweza wasishike. Ndio maana watu waliomjia juu Alikamwe sijui umemjibu vibaya hapana. Yaani ningekuwa kwenye nafasi ya Alikamwe nafikiri Alikamwe ikafanya kidogo sana. Yapo mengine mengi ambayo haistahili kuweza kujibiwa. Organization yetu kama Data Sports atokee mtu outside aje aseme sisi tunafanya kazi kwa rushwa. Ni jambo ambalo siwezi kulikaia kimya. Tukikaa kimya it means tumekubali kuonewa. Yaani tumekubali kwamba kumbe hichi kitu ni cha ukweli. Lazima tukemee. Sisi rushwa ni jambo kubwa sana kwenye mpira wa miguu. Rushwa ni adui wa haki. Jambo kubwa sana rushwa sio kwenye mpira tu. Rushwa ni adui wa haki. Ishi nayo hiyo. Rushwa
Rushwa ni nani? Adui wa haki. Yes. Ndio maana nakwambia leo kwenye mpira ikijulikana timu inafanya vitendo vya rushwa, adhabu yake inakuwa kali sana, kwa sababu tunayajua madhara ya hivi vitu. Brandi kubwa kama Young Africans, sisi siku zote tumekaa tunaichambua Yanga, kumbe mkuu wa mkoa ana taarifa ya kwamba Yanga wanatoaga pesa ili washinde. Kwa sisi ule ubora wa Young Africans tunaoona sio sahihi. Kumbe watu huwa wanashinda kwa kutumia rushwa. Zile fedha za usajili za kina Stefan Aziz Ki, unaweza ukasema bwana ni nusu ya timu baadhi kwenye ligi kuu, kina Pakome, kina Maxim pia Zengeli, kina Cletus Chota Chama. Unasema mshahara wa mchezaji wa Yanga unasajili wachezaji mpaka watatu kwenye timu ndogo ndogo. Sasa zinafanya kazi gani kama mkuu wa mkoa anaelewa namna ambavyo Young Africans wanapenyeza fedha ama rushwa? Ametupa maswali mengi sana, kwa sababu yeye ni mtu mkubwa, yupo kwenye serikali, ana taarifa nyingi ambazo zingine sisi hatuzijui. Sitaki kuamini eti hicho alichokizungumza ndo mara ya kwanza eti Yanga wanakifanya kwa Tabora United. It means labda Yanga huwa wanafanya kila siku na ameshaona wachezaji wao pia wamefanyiwa. Mjasili aache asili yake. Mkomba mboga akishazoea hawezi kuacha. Lazima atakomba tu. Kwa hiyo kama Yanga wanafanya hivi mkuu wa mkoa alivyotuambia, basi hata huko nyuma. Sasa kwa nini wanasajili wachezaji wakubwa? Lakini hii si sawa. Kwa mkoa kuna namna ameteleza, kubali akataja. Kuna namna of course ameukosea mpira wetu. Yaani jambo la mwisho, jambo baya. Kama ni kweli kama ni kweli ana vidhibitisho, it's okay. Si ndio? Lakini kama ameongea kwa sababu ya hisia binafsi, sio jambo sahihi sana. Ameichafua brand ya Young Africans. Yaani kwa maneno machache, lakini amewachafua brand ya Young Africans. Mbaya zaidi, Cisco nimekwambia kwa sasa mamlaka zetu za mpira zenyewe zimechafuliwa. So we don't know wapi tunaweza tukaenda tukaeleza shida zetu, lakini kiuhalisia ni kwamba kuna haja kubwa sana ya mamlaka ya mpira wa miguu kuangalia namna gani ya kuwatenga wa viongozi wa siasa na mpira wetu, kwa sababu maneno yao yamekuwa ni hatarishi kwenye soka. Hamna maneno ambayo wanayaongea nimeona yanakuwa na faida kwenye soka letu. Yote yamekuwa ni hatarishi katika soka letu. Siasa na mpira haviwezi kuwa sawa. That's why kuna watu tumechagua zaidi mpira kuliko siasa. Kuna watu wamechagua zaidi siasa kuliko mpira. Kila mtu abaki na kitu chake. Mkuu wa mkoa una watu wengi sana ambao unaweza ukawatumia kudeliver ujumbe. Ungefika kwa wachezaji wako ukawaambia jamani kapambaneni, mimi nawapeni hela hii hapa kapambaneni. Christina Mogala si yupo? Na hiyo ni surprise. Yes, hiyo ni surprise. Mpe nondo kazungumze. Na kwa nini kila siku eti ikifika Simba na Young Africans ndio siku ambayo nyie mnaenda kukaa na wachezaji wenu kwa motivate? Kwa nini msio mnafanya hata wanapocheza dhidi ya Ken Gold? Kwa nini msio mnafanya hivyo? Changamoto. Bana, mvua zinazidi kunyesha kweli kweli ndani na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo ni kusihi chimbo moja ambalo naweza kustiri maisha ya familia yako ni Bati Quality. Sisi tunakupatia bati zilizokuwa bora kweli kweli, original, na tunakupa warranty ya miaka 10. Bati zetu tumeua bei. Unapata kuanzia shilingi 21,500. Bati mpya yenye warranty ya miaka 10 unapata za migongo midogo, migongo mipana. Lakini pia tunazo zile zenye matili wa chenga na mfano wa kigae. Zinapatikana nchi nzima, tutakupelekea kwa sisi wenyewe kukusafirishia, lakini bila kusahau misumari bure. Fanya hivyo ili uweze kujipatia kitu kilichopo bora zaidi. Nyuma ya kamera yuko pacomidundo.com. Mimi naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco utakuwa umetisha kweli kweli. Florence Renato hapa amezungumza vizuri mno. Iko haja ya kanuni ziwekwe kwenye hizi timu juu ya wamiliki wa mikoa kuingilia mambo ambayo yanaweza yakaleta taswira mpya kwenye mpira wetu wa miguu. Wailalika, maasalam.